Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Vipi hali ndugu zangu katika imani, mnaendelea aje? Mimi naendelea salama alhamdulillah. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuniamsha mimi na familia yangu na kuiona tena siku njema ya leo ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Leo tuko na chungu ya siku 30, yani leo tunaeneza siku 30 ya kufunga huyu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwanza tungependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia neema ya kufika siku ya leo. Na kesho tuna swali Idi biiznillah, Mwenyezi Mungu akituwezesha kulala na kuamka salama. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie tufike, Allahumma amina. Ya tatu, sasa leo siku ya 30 tuko kwenye maandalizi ya kujiandaa sherehe ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ambayo inaitwa Eid al-Fitr, ambayo itakuwa kesho Jumapili, kwa sababu leo ni Jumamosi, kesho Jumapili ndio tutasherekea. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia hii neema ya kuweza kufika ndani ya huyu mwezi wa Ramadhani kufunga na kwa kuweza kuumaliza. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu, tunasema amina, na tunamuomba hatujalie na atuwezeshe kufika Ramadhani ya mwaka mwingine ambayo unakuja inshallah. Ya sasa kama hivyo tuko hapa. Mwaka jana tulijipanga, wamama wa Kiislamu na wadada na wakaka na wababa, tulijipanga sisi wote kwa pamoja, watu wa Grand Lac wenye tunazungumza Kiswahili ambao tuko kwa pamoja, kwa sababu kuna watu wengine hawataki kuwa pamoja na ndugu zao. Kuna watu kuna ile aina ya watu ambao wanajitenga hawataki kujikuwa kwenye kundi. Tulijipanga tukakuwa tumeorganize siku yetu ya Eid al-Fitr ya mwaka jana. Kupaki ilikuwa vizuri sana. Asante sana wamama wa baba wote ambao tuliojitolea kwa mwaka uliisha na tukafanya kitu kwa pamoja. Lakini huyu mwaka umekuwa tofauti kidogo kwa sababu hatukujaliwa kujipanga mapema kama jinsi tulijipanga ule mwaka ulioisha. Kwa sababu ya ubizi, shughuli ziliongezeka kuwa nyingi mpaka tukaafilika. Tunakuja kukumbuka imeshakuwa masiku zimeshaenda. Tukasema hapa inakuwa ngumu, lakini hata kama inakuwa ngumu haitokuwa mbaya. Tunaweza tukafanyia hata nyumbani. Nyumbani popote hapo, nyumbani kwa Muislamu wote ambao anajua mimi nina nyumba, ninaweza nikapokea Waislamu 10, 20 kwa sababu hatuko wengi, tunaweza tukafanyia. Nikawa nimejitoa mimi pamoja na mume wangu, tukasema kwa nini tusiinvite wale wa ndugu zetu, basi jinsi hatukujaliwa kujipanga kufanyia mahali tunafanyia, tuwainvite nyumbani, tuchangie hata ile kidogo kwa pamoja. Na ingelikuwa vizuri mchangizi tunachangia, na huyu mama akijisikia mimi nitaleta sambusa 5, 10 analeta hapo, kwa sababu inatia moyo. Inatia moyo na inaonesha upendo. Ikabidi nikakuwa nimezungumza kwenye kundi chetu cha Waislamu cha wamama, nikakuwa nimewafahamisha wenzangu, nikawaambia karibuni nyumbani, na ambaye atakayejisikia kuleta kitu chochote karibu, na kama hauna kitu chochote jisikie huru. Jisikie huru, mkuje tusherehekee kwa pamoja, kwa sababu wakati mwingine tunatoka kusali Idi, unakutana mtu naenda nyumbani, unakuwa mpweke. Idi za huku nchi za nje ni tofauti na Idi za huko kwetu Afrika. Unaweza ukakaa mbele ya mlango ukaenjoy, ukaona watu wanapita, ikakuwa raha, lakini huku ni tofauti. Nikakuwa nimezungumza kwenye kundi yetu ya wamama kama jinsi tulivyo ndani ya hiyo kundi. Kwa kweli japokuwa wamama sio wazungumzaji sana, lakini wamepokea vizuri, lakini na kuna ambao
walitoa excuse wakasema mtatusamee, hatutokuwa na iliwezekana. Ni kitu cha kukubalika kwa sababu haikukuwa plani ya mbele ya tumeplani eti toka mwanzo ya Ramadhani. Imekuja hapa tumeshafunga kama ni wiki 2 ya Ramadhani, njoo nikakuwa nimewafahamisha wamama hivyo ya, lakini kila mtu anaweza kuwa anakuwa napanga, mimi sikia Idi kama hiki jambo yenyewe tunafanyaka kwa pamoja haikukua, mimi nitaenda huko ya, na ilibidi tuliwaelewa. Sasa kesho tutakuwa hapa nyumbani, kama tutakuwa watu 2, 3, 4, 5, lakini hata tukiwa 2 ni tofauti ya mtu kuwa umoja, ni tofauti ya mtu kuwa familia moja, we na mume wako na watoto wako. Pale mkono tutachangia, huyu anashika hapa, huyu anashika hapa, huyu ameleta hichi, huyu ameleta hichi, itakuwa ni heri na baraka. Ni tofauti na umoja ule 2 wale ya, njoo hivyo. Sasa nasikia kesho tena ni Idi na ni siku ya kuzaliwa, tutasherehekea siku ya kuzaliwa ya binti yangu Sada. Itakuwa ni birthday yake kesho, kwa sababu birthday yake, siku yake ya kuzaliwa ilikuwa katikati ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwanza tulikuwa hatujafika katikati ya, na mwaka uliopita tena ilikuwa tena ni katikati ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tukamwambia sio mbaya, vumilia wewe, acha tu ikuwe siku ya Idi, gisi tunasherehekea siku ya Idi, na ndio iwe siku yako ya birthday. Itakuwa ni vizuri kwa sababu tutakuwa na ndugu na jamaa na marafiki, si wote tunasherehekea hapo kwa pamoja. Ndio hivyo ndugu yangu. Sasa kwa siku ya leo, siku tarehe 30, ndio tuko tunaenda kujiandaa sasa kutengeneza mahali ambayo tutakulia na watoto, kwa sababu hapa barazani tukisema tukae na watoto nyumba itakuwa ndogo. Nasikia kesho usubuhi kutanyesha mvua, itakuwa ni mvua toka usubuhi hadi saa 5 hivi, saa 6 ya. Nilikuwa na plani nifanyizia hapa nje backyard, kwa sababu niko na backyard kubwa, kiwanja ni kikubwa kwa kweli, lakini kutokana na hiyo mvua na hautajua hali ya hewa. Leo kwa kweli tumeamka, hali ya hewa mashallah iko nzuri, mtu unaweza nikatoka hivi nje bila sweta nikakaa. Ndio tulikuwa tunamwomba Mwenyezi Mungu angetujalia nasikia kesho ikawa hivyo, ingelikuwa vizuri. Sasa sikia kesho itakuwa mvua usubuhi, afternoon sijui kama itakuwa ni kajoto kadogo, tutaona jinsi itaendeka. Pakikuwa hali ya hewa nzuri kidogo, watoto watatoka backyard wachezee nje, lakini kwa saa hii tunaenda kuandalia basement, mahali watakulia, mahali watachezea. Tuwe pamoja wapendwa wangu. Tuende niwaoneshe maandalizi jinsi tunaandaa itakavyokuwa kwenye siku ya leo. Nawapenda sana na ninawatakia mwanzo kabisa Idi Mbaraka kwa ndugu, jamaa na marafiki Marekani, Australia, Canada, nchi zote Afrika, popote hapo Waislamu wapo, popote hapo pako ndugu ambaye anayenijua, anayenifahamu, aliyewahi kunisikia. Na watakia Waislamu wote ulimwengu mzima Ramadhani Mubaraka na Idi Mbaraka, Idi Mbaraka, kwa sababu Ramadhani leo inshallah tunamalizana nayo. Haya, shukrani, tuwe pamoja kwa maandalizi. Asanteni, bye, na mimi nawapenda sana. Haya, twende chini sana. Okay, tunashuka chini kuandaa, washa taa hapo kwanza, kuandaa huko chini basement, mahali watoto watasherehekea. You're not going to help me? No, you can't. Kama utaweza kuja shika kamera, mimi nani nishushi. Enda na puli, hapana kunyangua. Baadaye grow inabidi njoo anyangue akanisaidie. Be careful. Turn around. Yes. Tunaenda basement. Tunaenda basement kuandaa. Okay. Tani washita.
hapa. Huku ndio tutafanyia maandalizi yote ya baadaye. Inabidi tutengeneze. Sada, nenda leta vacuum. Tu vacuum kwanza please. Ryan, kalite vacuum. Maandalizi itakuwa ni hapa. Basement yangu ni kubwa kwa kweli, ni kubwa. Cheni mwanzo hadi mwisho. Ngoja nifungue na ili dirisha mwangaza izidi kupanda. Tutengeneze hii area. Sarah, come help me. Kuja tu push. Push where? Tutapush huko nyuma. Ngoja kwanza huyo akuje. Hiyo bathroom nafikiri itakuwa open. Hii nani ya gym ya baba yako inabidi itoke naye. Oh my God. Push. My set is going up. It's not pushing. Wait. Tuko na kazi kubwa leo. Tuko na kazi kubwa. Okay. Lakini before hii itaweza kuingia huko kweli? This place uko vitu vingi. Sasa nitaweza kuinyanyua kweli? I'll help you. Okay. Push. Open door. Pole tusitie scratch kwa nyumba. I can't even get this inside. Oh, wait, let's move this chair. Okay. Wait. Okay. Tuko na kazi. Yay! Look at some. Yes. Tupushi nyuma. So yes, push so. Okay. Okay, this one too. Bro. Hi. I can't. Wait, no, Be careful. I Sorry. push this side. Oh wait, now. Because I help you. Tuache space ya kupitisha nani viti. Hey. Tuko na kazi leo kazi ipo ndani ya hii nyumba. Papa Sada atusaidiagi saa hivi anajikimbiliaga, ameshaenda, tunabaki peke yetu. Inakupenda. Stop. Inasema I love you Sada. Tufungeni Ramadhani.
Okay, nimeweza kuvacuum. Naona nyumba imetakata, nyumba inakuwa nzuri, iko clean. Kesho itakuwa ni uchafu tena. Kesho muda wa kuclean, lakini sita clean kesho. Nita clean on Monday because kesho najua nitakuwa hoi. Kazi inaanzia leo, sintoweza. Ya, tunaanza leta viti. Tunaleta viti ili tuweze kupanga. Ya, tusogeze hapa. Tunatoa viti huko ili tuweze kupanga. You need help? Au unataka niende peke yangu? Okay, hapa tuko tunafanya kazi, lakini tuko tunamngoja Hamisa. Ameenda kuleta madecoration juu ya birthday, mabaluni zenye tutamtilia birthday girl. I wish nilikuwa nataka wange print picha yake moja. Wakisha print picha yake moja, kisha hiyo picha tutaenda tunabanisha kwa kila baluni. Itakuwa vizuri. Do you see that? Hiyo ya Dubai, ya Doha. Yeah. Ndio nilikuwa nataka hiyo.